kujichanganya changanya. Huu wakati sio wa kujichanganya. Huu wakati sio wa kusali na kuanguka kwenye dhambi. Mwingine anasema mimi nimeanguka mara nyingi sana. Yaani umekuwa na hiyo story, umekuwa na hiyo sifa. Sikiliza, unapoamua jioni ya leo, amua jumla. Usiamue kwa kusema ya kwamba nitaanguka kesho. Amua jumla, zama jumla. Huu wakati sio wakati wa kuanguka na kusimama. Ni wakati ambao unatakiwa kuingia jumla. Nizungumze na wewe ambaye umekata tamaa. Umesema nimeanguka mara nyingi, siwezi tena kusimama. Mwinjilisti jioni ya leo anakutia moyo. Liko tumaini. Bwana wa majeshi bado na wewe anakuangalia. Bado Bwana anakupenda hivyo hivyo. Sikiliza, alitupenda tungali wenye dhambi. Hatukufaa kwa lolote. Maandiko yanasema alitupenda tungali wenye dhambi. Siku Yesu anakuita, siku Yesu ananiita, sio kwamba nilikuwa nafaa sana. Hapana. Na ndani yangu nilikuwa na hukumu nyingi sana zinazonihukumu mbele zake. Lakini alinipenda hivyo hivyo. Alikupenda hivyo hivyo. Yesu ni wa ajabu sana. Yesu ni wa upendo. Ndio maana alikubali kufa msalabani hata kabla hujazaliwa. Maandiko yanasema kabla haujaja huku duniani, Yesu alikufa kwa ajili yako. Tumezaliwa, tumekuta hizo habari ya kwamba Yesu alijitoa kwa ajili yetu. Alijitoa kwa ajili yetu miaka 2000 iliyopita kwa ajili yetu. Sisi tumezaliwa zaidi ya miaka 2000. Lakini alikufa muda mrefu kwa ajili yetu. Tungali wenye dhambi. Tunazaliwa na kutambua ya kwamba maisha yanaenda hivi na hivi na tunafanya makosa mengi. Lakini saa anayokuita, anakuita kwa kukutazama kwa namna ya huruma, kwa namna ya kukurehemu. Kwa hiyo siju kasema ya kwamba hii dhambi yangu ni kubwa sana, hawezi kunirehemu. Yesu ni wa upendo. Yesu ni wa upendo. Yesu ni wa upendo. Ndani ya Yesu kuna upendo. Sijaona hukumu ndani ya Yesu. Ninaona ndani yake kuna upendo. Hajaja kuhukumu kama alivyosema, sikutumwa kuhukumu ulimwengu, bali nilitumwa upate kuokolewa. Ametupa nafasi ya neema. Ndio maana wakati wa hukumu, mambo mengi yatakuwa ya kushangaza. Maana Bwana alitupa neema. Hatutakuwa na kitu cha kujitetea. Alitupa nafasi. Alitupa dakika. Kuna watu wanatamani saa hii, wanatamani hata dakika moja. Hata dakika moja apate kutubu. Lakini hajapata hiyo nafasi. Lakini wewe mpendwa, jioni hii unasikia hizi habari. Unasikia habari za Yesu jioni ya leo. Manake kuna namna Yesu anakupenda, anakufuatilia. Hataki uende jehanamu. Nimeshuhudia kuna wakati fulani mama mmoja alinipigia simu. Akaniambia ninaomba sana twende tukaombe na mgonjwa. Yule mgonjwa alimtumikia Mungu siku nyingi sana. Amemtumikia Mungu kwa sadaka zake, amemtumikia Mungu kwa uaminifu, kasoro tu alikuwa anamkataa Yesu. Alikuwa hajaokoka. Sikiliza, Mungu akaona huruma kwa ajili yake. Nilikuja kugundua baadaye ya kwamba sikutumwa kwa ajili ya kumwombea pone. Nilitumwa kwa ajili ya kumuongoza sala ya toba. Niliposimama mbele yake, Mungu akasema pamoja na kwamba anaumwa sana, yuko kitandani, zungumza naye habari za Yesu. Nikazungumza naye habari za Yesu Kristo wa Nazareti. Akaamua kwamba siku ile anamkubali Yesu. Mpaka yule ndugu aliyenipeleka akashangaa. Yule mtumishi wa Mungu akashangaa. Akasema siku zote amemkataa Yesu, lakini leo mbona amemkubali kirahisi namna hii? Tukamwongoza sala ya toba. Nikaomba akawa kama amefunguliwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi kesho yake ninapigiwa simu kwamba yule mgonjwa tuliyemwombea amekimbizwa hospitali na baada ya muda akawa ameondoka. Ndipo nikatambua ya kwamba neema ya Kristo ilikuwa inamuita. Mungu alimhurumia, akaona huyu asiende jehanamu, huyu asiende gizani, huyu aende mbinguni. Kwa namna alivyokubali kunyenyekea na kushuka, kasoro tu alikuwa hajapata hiyo nafasi. Bwana akampa nafasi.
Ni nani ajuaye? Leo Bwana anakupa nafasi ya kipekee. Kila sekunde unaoishi duniani ni ya muhimu na ya msingi sana. Ni ya muhimu sana kuijua ya kwamba Bwana amekupa hiyo nafasi upate kutubu na kumwamini Yesu. Ninazungumza na wewe ambaye umesema mimi ni jeuri sana kwenye kizazi hiki, siwezi kuokoka. Unasema mimi ni jeuri sana, siwezi kuokoka. Mwingine uko kwenye dhambi ambao unasema nikiokoka nitaishije? Sikiliza, Yesu ni mwaminifu. Hawezi kukuokoa akakuacha. Hawezi kukuokoa ukawa ombaomba. Hawezi kukuokoa ukawa kwenye hali ngumu. Yesu akikuokoa anakusaidia. Jioni ya leo upo msaada kwa ajili yako. Atasimama upande wako katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao. Katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao.